tuko na shida ya mafuriko. Sasa hivi watoto hawaendi shule, barabara zimefungika, biashara pia zimefungika. Wamama hawafanyi biashara, shida tupu. Sio, tunaomba serikali tusaidie. Rafu sasa hii tukipiga mahesabu ya nyumba ambazo zimeanguka ni nyumba 25. Wamama wengi wanalala nje. Mbu, manyoka wanasumbua. Biashara sasa hazifanyiki tena. Tunaomba chakula tukule, jamani. Tuna shida mbaya sana huku mitaa ya Kwandomo. Watoto wapiti kwenda shule kwa sababu maji ya mafuriko yamefika huku, na sisi tunaomba msaada sisi. Hata angalieni hali yetu hii. Tunaomba Mheshimiwa Ruto asikie, pia Mng'aro asikie. Tunaomba msaada sisi, maji ni mengi, watoto tawaendi shule huku. Hatukuli, biashara zetu haziendi. Sasa kila kitu kimekufa huku hapa kwenye maji, hatuzi chochote huku. Waheshimiwa, sikieni. Kazi zimeharibika, kumejaa maji, nyumba zimevunjika, watoto hawaendi shule. Hata tufanye nini wakubwa? Kwa hivyo tunaomba mtusaidie, Mng'aro, Ruto. Tunaomba msaada kutoka kwenu, kazi zimesimama, hatuna chakula, wiki ni ya pili, hatujui tufanye nini. Barabara imejaa maji, hatujui tutapitana wapi, kazi zimeharibika. Kwa hivyo tunaomba mtusaidie. Tuko hapa tu tuangalia maji, lakini hakuna kazi inaendelea. Hatujui tufanye nini, kwa hivyo tunaomba msaada. Barabara inaenda mashambani, pia shule, watoto wanapitia hapa kwenda shule. Sasa hii maji yametufungia, watoto hawaendi shule, hatuwezi kwenda shambani, nyumba zimebomoka, mahindi yameharibika hivyo pia. Kwa hivyo tunaomba mtusaidie. Barabara za kwenda mashambani hazifanyi kazi kwa sasa, na tumeathirika na maji. Serikali naomba itupe msaada, kwa sababu hii hali haituletee bidii, kwa sababu hata biashara zetu pia zimefungika na maendeleo yetu kwa sasa yamesimama, na biashara zote zimesimama kwa sababu ya maji. Mafuriko ni mengi na hatuna msaada. Serikali tusaidie tafadhali, nikiomba. Nikija mimi huwa napata wachuuzi hapa, wa customer wakiwa wamekuja hapa, lakini sasa wateja hawaji kabisa. Kisha hii barabara pia huwa inaendelekea upande wa mashambani huku, watu wakitoka huku wakienda Kwandomo. Sasa hii barabara haipitiki kabisa. Kuanzia maji yajae hapa, tuna wiki 2 sasa hivi hatufanyi lolote. Mimi hata sasa si mnaniona niko na vifaa vyangu vya kazi, lakini sasa hatufanyi lolote kabisa kwa sababu hakuna wateja hapa. Wateja wote wametukimbia kwa sababu hii barabara pia haipitiki. So tulikuwa tunaomba kama serikali mnaweza kutusaidia, mtuje kwa wakati wa upesi, kwa sababu saa hizi tumetatizika sana. Hata wanafunzi hawaendi skuli. Hawa mama pia huwa wanategemea hapa kufanya biashara zao ndogo ndogo, pia imewaathiri sana. Tumeathirika sisi wote, hata kama mimi mwanabiashara mdogo pia nimeathirika sana. Na sina kazi nyingine nafanya isipokuwa hii ya kuzungusha uji. Lakini sasa hii barabara ambapo imefurika maji hivi, hatupati lolote kabisa. Kwa hivyo tulikuwa tunaomba kwa vyovyote vile gavana uje utuangalie pia na sisi, tuje utujali hapa mahali, kwa sababu sasa tumetatizika sana na hii mvua vile imekuwa nyingi. Sasa hivi tunapitia changamoto kubwa sana, sababu sasa hivi tukitaka kupita hapa hakuna barabara. Kwa hivyo mpaka tuzunguke mashamba wenyewe watu wamefunga, sababu tukipitia huko na kuna watoto. Sisi tumezoea hii barabara. Kwa tunaomba serikali tusaidie sana, manake hapa ndio kila kitu kwetu. Sasa hii hatupite sababu ya maji. Hiyo ndio kitu muhimu sana kwetu. Serikali tusaidie hapa.